Habari ya leo ndugu zangu wafuatiliaji wa channel ya Kwetu Sote. Mwalimu Al-Habibi Yahya kutokea hapa Dar es Salaam Tanzania. Pasi na kuchelewesha wakati, tuangalizie somo letu la leo. Ndugu zangu, adui wa maisha yako huwa na sura kamili, wala si mwenye jina tu. Yani haitoshi mtu kukufanyia uadui wa kichawi na ushirikina kwa kuwa tu amekujua jina. Kama ingekuwa ni hivyo, basi wangekuwa wamerogeka wengi, kwa sababu inapotokea kwa mfano wewe unaitwa Said, au wewe unaitwa labda Aisha au Zainabu, Zainab. Sasa haitokee mtu akakuroga kwa sababu kajua tu jina lako, kwa sababu kina Zainabu ni wengi, kina Saidi ni wengi, kina Aisha ni wengi sana. Hata kama atajua jina la baba yako na mama yako, haitoshi pia kukuroga. Akuroje kwa sababu amefahamu wewe unaitwa Saidi Abdallah, au wewe jina lako ni Peter James, ndio hawezi kukuroga kwa sababu jina lako ni hilo. Hapana. Bali yoyote ambaye anaamua kuwa adui na kukuroga na kutumia njia za ushirikina kukuataka, huwa na sura kamili ya maisha yako, huwa na sura kamili ya kila unachotaka kwenda kukitengeneza. Ndio maana ile kauli ya kusema kwamba huwezi kuniloga kwa sababu hunijui ina mashiko sana kwa 90%. Lakini pia ijalishi kwamba anayekuroga baada ya kujua mambo yako kwamba itazingatiwa umri wake, yani umri wa adui. Adui anaweza kuwa mtu yoyote yule, mwenye umri wowote, hata miaka 2. Ili mradi tu hawe tayari kuwa adui. Na kuna watu wengi mpaka leo hawaamini eti kwamba mzazi wako, baba au mama au ndugu yako, kwamba anaweza kuwa adui. Ni kweli ni ngumu kwa zile kauli, mama kakuweka miezi 9, tumekubali kweli. Baba tukakulea toka mdogo, singekuua tu ulivyokuwa mdogo, kwa nini akukuua? Ndugu zangu, siku zote usipinje kitu kabla hajakukuta. Dunia ina mambo sana hii. Dunia ina mambo mengi. Dunia ina vitu hivi. Lau kama tunahadithiana hapa, twaweza kuona kwamba mambo ya uongo tukachukulia poa. Lakini sisi ambao tunakaa tunaelezewa matatizo ya watu kila asubuhi, kila kukicha, tunaelezewa shida za watu. Sisi tunajua tunajua kwamba dunia imekaaje. Lakini tukizungumza kwa lugha ya ukweli, asawa asili, hao ndugu, hao ndo huwa ni maadui wakubwa kwa asilimia zaidi ya 80 kwenye maisha yetu. Na kwa sababu wao wanakuwa maadui, kwa sababu mara nyingi wao wanapokufanyia jambo baya, basi asilimia za kufaulu ule ubaya wao kukuta wewe unakuwa ni 70%, na asilimia za kufeli ni 30 tu, ambazo hizo yatategemeana na mganga anayemtumia, na wewe Mungu wako, na una muamala gani, una siri gani baina yako wewe na Mungu. Tofauti na mtu baki kwa kukufahamu tu kufanyia ubaya, ana asilimia 70 za kufeli, Lakini kwa nini ndugu zetu wanaturoga na uchawi wao unafanikiwa? Kwa sababu wanatujua. Hauwezi siku zote ukakiharibu usichokijua. Mtu kama anaamua kukufanyia fitna, kuharibu gari lako, anafahamu kwamba hichi kioo nikikivunja ndo nitakuwa nimekiharibu, ndo gari lenyewe. Anajua hii side mirror nikivunja atakuwa hatazami. Anajua kabisa labda nifiche funguo na mambo mengine kama hayo, yeye ndo anaona kama kakukomesha. Sasa mambo yako hivyo. Lakini dunia au hao ndugu zetu hutumia macho yao kutudhuru, na uchawi huo ni katika asilimia ndogo. Dunia ilipovamiwa na mdudu anayeitwa teknolojia, watu wengi sana wamekimbizana au wameikimbia elimu za kiroho. Tunaposema mtu anataka kukudhuru kwa jicho, watu hawaamini. Watu wengi wamekimbilia hivyo, wameacha mili yao ikihangaika na falsafa mbalimbali
zake, yani falsafa za kidunia, simu na kadhalika. Hivyo roho zao zinatapatapa. Wengine walimu wao wanatapatapa, na wao hufikiri kila siku wanarogwa, au ufikiri wako sawa, wako hambo sana, lakini kumbe wao wana shida. Hapo ndipo binadamu alipokosea, akaanza kuishi maisha ya dhiki ya kiroho na taabu zisizokuwa na mfano katika historia ya dunia. Mfano, tukaishi kwa kuhusudiana kama ambavyo mwaona, na kuumizana kwa kutumia nguvu za siri ambazo hushambulia uhalisia wa mtu. Mtu ambapo muonekano wa mtu pia hushambuliwa. Binadamu yupo kwenye hali mbili, mwili na roho. Wengi tumejikita kwenye hali za kimwili, mtu akaonekana amevaa vizuri, amejipulizia vizuri, lakini nikuulize, wangapi katika sisi tusumbuliwa na maradhi ya ujba, kujiona, umimi, hasad, mambo ya hasad, na mambo mengine kama haya, chuki. Wangapi wako na chuki, kuchukiana? Wangapi ambao hawapendi kuona neema za wenzao? Wangapi ambao wana hasad? Ina ainu haki, katika jicho ni kweli, jicho linadhuru ndugu zangu. Na jicho linazuru. Kwa hiyo sasa tuwaona kwamba mwili ndio huo uliokuwa nao, ambao kila mtu anauhangaikia kuusafisha, kuweka mahali pazuri, ila roho ambayo ndiyo wewe kamili imejificha ndani ya mwili wako. Roho ndiyo inayofanya uhalisi, au inakufanya ukahisi na kutamani na kufanya mambo yako. Bila roho hakuna wewe. Bila mwili unaweza kuwa wewe. Na ndio maana mtu anaweza kuzekwa, mwili wake unakufa, mwili wake unaliwa na wadudu, lakini bado tunamthamini mtu yupo. Ipo roho, tuamini itarudi. Sasa mtu akikosa elimu ya kiroho anakuwa dhaifu sana. Kuna watu hapa, mimi nasema, wana nguvu za kisiasa, wana nguvu za kiuchumi, pesa nyingi sana, wana nguvu za kufahamiana na watu, wana nguvu za kipesa, lakini wadhaifu sana kwenye nguvu za kiroho. Yani wepesi zaidi ya karatasi. Na tuweza kusema wasema mtu akikosa elimu ya kiroho anakuwa dhaifu. Maana yake anaweza kushambuliwa na vitu vya siri, uchawi kwa haraka, na akaathirika kiroho na kimwili pia. Hapa tutatoa mfano wa jicho. Jicho lina nguvu kubwa katika maisha ya undani, yani jicho, maisha ya kiroho. Jicho linaweza kuharibu maisha yako. Jicho linaweza kufunga uzazi wako. Jicho linaweza kukata hata kiungo chako. Jicho linaweza kuharibu biashara yako na kuathiri afya yako, ikiwa utajua namna kulitumia. Na wapo wengine wanatumia katika njia mbovu, ndio wanatuwatakisie. Kuna aina ya utazamaji ambapo huunganika na dhamira ya ndani ya mtu akikutizama. Mtu anakutazama lakini dhamira yake uharibikiwe, basi ashakuharibia kitu chako. Sina haja ya kukulazimisha, ama kukulazimisha uelewe, ila nataka nikueleze kwamba dunia ilivyo, huwezi kujua kila kitu. Mfano huo, uzungu wako na ubishi wako ndio unakufanya ukadondoka kila ukipanda. Kila ukipanda ukadondoka. Kwa hiyo jicho ni zaidi ya jini kwa kuharibu mambo. Ukiwa na elimu za kiroho zitakusaidia kujilinda na kupambana na jicho. Mungu yupo kweli na ndiye anayetaka haya yote, lakini lazima tujilinde. Jilinde wewe mwenyewe ili mambo yaweze kukaa sawa.